Kila unapokipokea kibwagizo kama hicho, ni ishara wazi ya kwamba tuko ndani ya nukuu ya matumaini, kipindi ikiwa ni kisima cha matumaini. Mambo mazuri ya kupendeza kabisa ndani ya nukuu. Tusema hivi: kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu hataheshimishwa kabisa. Kiburi cha mtu kitamshusha, bali mtu mwenye roho ya unyenyekevu hataheshimishwa. Katika habari za nukuu asubuhi njema kabisa. Chungu ni mdudu, na katika wadudu tunaoishi nao hapa duniani kuna viumbe vine vilivyo vidogo lakini vina akili nyingi sana. Wa kwanza, chungu ni watu wasio na nguvu lakini hujiwekea chakula wakati wa heri. Hao ni watu walio na tabia kama za chungu. Nasema hivi: wabari ni watu dhaifu lakini hujifanyia nyumba katika miamba. Wao wanajua jinsi wanavyoishi ndani ya miamba. Nzige hawana mfalme lakini huenenda wote pamoja vikosi. Wao hawana mfalme lakini katika hatua zao za mienendo yao huenda vikosi. Mjuzi hushikwa na mikono yake, lakini nyuma yao wao wanaishi kama wafalme, na tena pia wana neema ya kuishi katika vyumba vya wafalme. Na watu wenye miendo kupoteza, lakini neema ikiwa juu yao wanashinda. Siku zote wana ushindi mkubwa na hutenda kazi yao katika neema ya kutosha. Simba aliyo hodari kupita wanyama wote, siku zote wanapomwona wanyama wengine hujua mfalme amefika, maana hata kwa sauti yake peke yake wao hutii na kujua mfalme yupo tayari nasi. Mungu yupo mwaminifu sana, wala hajaliwacha jeshi lake kulitunza nyakati zote na wakati wote ulio mzito wao kuishi duniani. Akufanye mfalme Mungu katika hatua mahali uliko, akupe neema ya kuguruma, na kile unapoguruma mahali hapo yapate makali ya kutenda kazi ya Mungu, aifanikishe. Kuna vitu vinavyoonekana kuwa vizito, vigumu nyakati zingine, lakini yupo Mungu. Kama Daudi kijana anayeishi porini akilinda kundi na kondoo wa dadii, anapata neema ya kumwangusha Goliati, mtu mzito. Kuna watu wameishi kwa madharau mengi, kudharau ya kwamba huna lolote, maana wao ni wadhoefu wa vita, wanafahamu kupigana, wana silaha zote za vita, wanajua kupigana, wanajua jinsi ya kusimama, ni watu wazito, wameogopewa na kila mtu. Lakini leo hii tunasema hivi: Baba huwatumia vitu dhaifu kuaibisha vyenye nguvu. Hutumia vitu visioonekana vinavyoonekana vikaibike. Huwatumia wanaoonekana wana hekima, wanaodhani wana hekima wasipate aibu. Kwa leo hii Bwana akufanye kuwa chombo kitakachoonekana cha dhamana kwa ajili ya ushuhuda ya kwamba kuna wakati madharau yalikuwa mengi juu yako, lakini katika habari za matumaini ushindi ulionekana, maana sisi hatupigani wenyewe, Baba anatupigania. Na ndiyo nukuu ya matumaini asubuhi hii njema kabisa. Asante na karibu. Nasema hivi: unaweza simama kituo hiki katika hatua ya kununua transmitter, mtambo wa nguvu unaweza peperusha na kutupa sauti zetu kwa mbali na kwa njia nzuri, njia ya FM. Tunapotaka kuwafikia mamilioni ya watu, maono na ndoto tulionayo ikatimie, basi 4561468 hiyo ni TIN namba ya idhaa Radio Fortune Africa, redio yako inayokuwa kwa kasi sana duniani, the heartbeat of Africa. Tuko hapa tunasema karibu sana, na Mungu wa amani akulinda kutunze. Mathew Ndeva ndilo jina langu. Tumekuwa ndani ya kitengo nukuu ya matumaini. Asante na karibu.